Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 25 mwezi wa pili 2024, Dominika ya pili ya Kwaresma mwaka B wa Kanisa. Masomo yetu ni kama yafuatavyo. Somo la kwanza latoka katika kitabu cha Mwanzo sura 22 aya ya kwanza na ya pili, ya 9a, ya 10 hadi ya 13 na ya 15 hadi ya 18. Somo la pili latoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 31b hadi ya 34. Na somo letu la Injili latoka katika Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 9 aya ya 2 hadi ya 9. Karibuni sasa tusikilize Injili. Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohani, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani peke yao. Akageuka sura yake mbele yao. Mavazi yake yakimetameta meupe mno, jinsi asivyoweza dobi duniani kuyafanya meupe. Wakatokewa na Eliya pamoja na Musa, nao walikuwa wakizungumza na Yesu. Petro akajibu akamwambia Yesu, Rabi, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Maana hakujua la kunena, kwa kuwa waliingiwa na hofu nyingi. Kisha likatokea wingu likawatia uvuli. Sauti ikatoka katika lile wingu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Mara hiyo walipotazama huku na huku, hawakuona mtu pamoja nao ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, aliwakataza wasimweleze mtu walioyaona, hata Mwana wa Adamu atakapokuwa amefufuka katika wafu. Neno la Bwana. Wapendwa, leo neno la Mungu linatualika kumsikiliza Yesu Kristo, mwana mpendwa wa Mungu, na kuishi kadiri ya maongozi yake. Mapokeo yanaonyesha kuwa tukio hili la kung'aa sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo lilitokea katika mlima Tabor, mlima upatikanao katika mji wa Galilaya upande wa kusini. Na tunaambiwa kwamba katika kugeuka sura kwa Yesu, mavazi yake yaling'aa, yakawa meupe sana, jinsi asivyoweza dobi yoyote duniani kuyafanya meupe. Ndugu zangu, kadiri ya somo hili kuna mambo kadhaa ya kujifunza. Jambo la kwanza, Yesu ni mwana mpendwa wa Mungu na utimilifu wa Agano la Kale. Pale mlimani, mitume waliomsindikiza Yesu wanamuona Musa pamoja na Eliya wakiwa pamoja na Yesu. Uwepo wa Musa unatukumbusha Torati, kwani yeye ndiye aliyeandika Torati kwa maongozi ya Mungu. Uwepo wa Eliya ni ukumbusho wa manabii na mafundisho waliofundisha, kwani katika taifa la Israeli Eliya alitambulika kama nabii mkubwa kuwahi kutokea. La muhimu kuliko hayo mawili ni ile sauti ya Mungu iliyosikika katika wingu, huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Kumbe yale yote yaliyofundishwa katika Torati na katika manabii yanapata ukamilisho wake katika Kristo Yesu, mwana wa Mungu. Yeye ndiye ukamilifu wa mafundisho yote ya Agano la Kale. Jambo la pili, tunafundishwa kwamba Yesu Kristo amekuja duniani kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu katika Kristo,
Yesu Kristo anakwenda mlimani kuongea na Baba yake, kumsikiliza Baba yake, kujua ni nini hasa ambacho Baba yake anataka atende. Wapendwa, katika ulimwengu tunaoishi leo kuna sauti nyingi. Nyingine zinatuelekeza kutenda mema na nyingine zatuelekeza kutenda mabaya. Ni vyema sisi wa Kristo tukajitenga na kupata muda wa kuongea na Mungu ili atuelekeze ni ipi hasa sauti yake. Leo tunapaswa kumsikiliza Yesu anayeongea nasi kwa njia ya sala, kupitia neno lake, kupitia dhamiri njema, kupitia watumishi wake na sakramenti zake. Hivyo tuna wajibu wa kumsikiliza Yesu, kwani ni Mungu mwenyewe anayetuthibitishia kwa kutuambia kuwa huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni yeye. Ndugu zangu katika Kristo, uwepo wa machafuko na mikanganyo ya uelewa ulimwenguni vinatokana hasa na kutokumsikiliza Yesu, mwana wa Mungu. Yesu aliye mwalimu wa kweli yote na aliye mwalimu wa maadili ndiye pekee anayeweza kutuelekeza katika kumjua Baba, kufahamu analotaka sisi tutende, na kwa kufanya hivyo atatukirimia mambo yote tunayohitaji, kama Mtume Paulo anavyotuasa katika somo la pili. Wapendwa katika Kristo, kamwe tusisahau mpango wa Mungu katika kutuumba, kwani anataka tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho turudi kwake mbinguni. Mpango huu mtakatifu unapata baraka zake katika mafundisho ya Yesu Kristo yapatikanayo katika Injili yake. Sauti hii tunayoalikwa kuisikiliza ndiyo ambayo Ibrahimu aliisikiliza na kuitii pale Mwenyezi Mungu alipompa amri ya kumtoa mwanaye wa pekee na kumtoa sadaka kwa Mungu. Kwa utii uliojaa imani na unyenyekevu, Ibrahimu alimchukua mwanaye na akatenda kama Mungu alivyomwamuru. Sauti hii ambayo tunaalikwa kuisikiliza ndiyo iliyompa Ibrahimu ujumbe wa kutokumchinja mwanaye wa pekee na badala yake amtwae mwanakondoo aliyekuwa amenaswa pembe zake katika kichaka. Na huyo ndiye aliyetakiwa kumtoa sadaka. Ndugu zangu katika Kristo, Mwenyezi Mungu anatuamuru kumsikiliza mwanaye ambaye ndiye mjumbe wake mkuu. Kumsikiliza kwetu kunapaswa kutuletea mabadiliko chanya ya kiroho ambayo yatatuwezesha kubadilisha jangwa kuwa bustani kwa mawazo, maneno na matendo mema ya kila siku yatakayo tustahilisha kuushiriki utukufu wa Mungu mbinguni. Hatuwezi kuisikia sauti ya Mungu katika mazingira yaliyojaa sauti nyingine nyingi zenye kutuchanganya. Ibrahimu anaagizwa kumchukua mtoto na kwenda naye nchi ya mbali katika mlima ambao Bwana atamwonyesha. Katika Injili, Yesu anapanda mlimani, yeye pamoja na wanafunzi wake watatu. Hapa kuna jambo la kujifunza, nalo ni hili: ili kuisikia sauti ya Mungu yafaa tuwe katika mazingira tulivu, faraga, mahali ambapo atakapoongea Mwenyezi Mungu, basi sauti yake isikinzane na sauti nyingine yoyote. Wapendwa katika Kristo, kwa namna ya pekee katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kuiweka mioyo yetu katika hali nzuri kwa kufanya toba, kufunga na kushiriki katika matendo ya huruma. Na kwa njia hii tutakuwa tumeisikia sauti ya Mungu na kuiweka katika matendo mema. Kwa kufanya hivi tutashirikishwa mambo ya mbinguni ingali bado tupo hapa duniani. Napenda kuhitimisha tafakari hii kwa kusema kwamba Mungu ni mwaminifu kwetu. Kama ambavyo Ibrahimu amekuwa mwaminifu katika imani hata kuitikia wito wa kumtoa sadaka mwanaye wa pekee,
ndivyo ilivyo pia kwa Mungu, kwani yeye alimtoa Yesu mwanaye wa pekee ili atukomboe sisi wa dhambi. Hii inaonyesha kuwa Mungu yu upande wetu, na kama yu upande wetu, ni nani awezaye kututenga na upendo wake? Kumbe katika ulimwengu huu unaoonekana kujaa machafuko na kutokuisikiliza sauti ya Mungu, yafaa tuendelee kuitegemea sauti yake iliyojaa ukweli wa wokovu na nidhamu yenye maadili, nasi tutakuwa salama. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Guardian Evarist Mushi kutoka jimbo la Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.